Kwa hiyo kama wangemwendea Samueli wakamuuliza Samueli, tuambie kwa nini hali ya nchi imekuwa namna hii, au kwa sababu hatuna mfalme, au kitu gani ambacho tumemtenda Bwana, naye Samueli angewaambia sababu, kwamba sababu madhabahu haipo, maana wamemwacha Bwana katika ile madhabahu. Lakini kwa sababu walimwendea kimwili, walitaka mfalme, na Mungu naye akaingilia kati akamwambia Samueli, isikilize sauti yao, kwa sababu wamejichagulia mfalme, sijawachagulia mimi. Lakini kama ningewachagulia mimi, ningewapa mfalme mwenye desturi ya mbinguni, atakayewaongoza katika mimi na kuzijua njia zangu, nami nitamtawala na kuitawala nchi yao na kuistarehesha, nao watapata hukumu. Lakini kwa sababu hawakumtaka mfalme katika Mungu, walimtaka mfalme katika akili, kwa sababu ya mateso na shida na maumivu wanaoyapitia katika nchi. Cheki kilichotokea, wakamtaka mfalme wakampata, lakini tabia na desturi yake ilikuwa nyingine kabisa. Maana yake hawakuona faida ya kumtaka tena mfalme huyo. Maana yake waliingia kwenye maandamano, tungesema kwa siku ya leo kwamba waliingia kwenye maandamano ya kumpinga tena huyo mfalme. Kwa hiyo masaa haya Bwana anachotafuta ni kumrudisha tena kwenye madhabahu katika nchi, ili utukufu wake ulioondoka juu ya nchi yakaonekana haya yanayoonekana leo upate kurudi. Utakaporudi utukufu wa Bwana, kutekwa kwa watu kutapotea. Utakaporudi utukufu wa Bwana, watu kupotea kutaondoka. Utakaporudi utukufu wa Bwana, haki yake itasimama. Utakaporudi utukufu wa Bwana, rushwa itakoma. Utakaporudi utukufu wa Bwana, watakaokalia viti vya hukumu watakuwa wamejaa Roho wa Bwana. Watakaporudi utukufu wa Bwana, majeshi yote yatakuwa chini yake, na Bwana ataitawala nchi na kuiongoza. Kwa hiyo sahi turudini madhabahuni pake, tuyatende yatupasayo, ili utukufu wa Bwana uweze kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunamshukuru Bwana Yesu kwa neema yake tena kutuweka kwenye nafasi ambayo neema ya Mungu inaendelea, na tunaendelea kumuomba Mungu kwa ajili ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kadiri ambavyo tunazidi kuomba, Roho wa Mungu anatoa maelekezo namna ambavyo tunapaswa kuenenda. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya wana maombi ambao ninashirikiana nao kwa ajili ya nchi, na wengine mpaka sasa hivi kuna kikundi kipo Dar es Salaam kinaomba, kina watu kama 15 kwa ajili ya Tanzania. Wengine wako Kigoma, wako 5 wanaomba kwa ajili ya Tanzania, na wengine ni wamama wako 6 wako Nairobi, Kenya, wanaomba kwa ajili ya Kenya na Tanzania. Na wengine wamama wako nje ya Tanzania ni 2 wanaomba kwa ajili ya Tanzania. Na wengine ni wachungaji, mmoja yuko Arusha, 3 wako Mbeya, mwingine yuko Iringa. Tazama shauku ya Mungu ndani ya watu hao niliokutajia. Wengine sijawataja, ila nimejaribu kukuonyesha kwamba watu wameanza kuamka ili kumlilia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla sijaendelea, nahitaji kuanzia hapa. Samueli wa kwanza
sura ya 7. Samueli wa kwanza sura ya 7 kuanzia mstari wa 3. Nitakuwa naruka kulingana na muda wangu. Mstari wa 3 unasema, basi Samueli akawaambia nyumba yote ya Israeli akisema, ikiwa mnamrudia Bwana kwa moyo wenu wote, basi iondoeni mbali miungu migeni, nayo Maashtoreti yatoke kwenu, mkayateketeze, mkamtengenezee Bwana mioyo yenu, mkamtumikie yeye peke yake, naye atawaokoa katika mikono ya Wafilisti. Ndipo wana wa Israeli wakayaondoa Mabaali na Maashtoreti, wakamtumikia Bwana peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 5, Samueli akasema, wakusanyeni Israeli wote Mispa, nami nitawaombea ninyi kwa Bwana. Wakakusanyika huko Mispa, wakateka maji na kuyamimina mbele za Bwana. Wakafunga siku ile wakisema, huko tumemfanyia Bwana dhambi. Samueli akawaamua wana wa Israeli huko Mispa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia ule mstari wa 9 unasema hivi, ndipo Samueli akatoa mwana kondoo, akamchinja, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Samueli akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli. Bwana akamuitikia. Hata Samueli alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli, warakini Bwana akapiga ngurumo, mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile, akawafadhaisha, nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kabla sijaendelea na hili neno, nahitaji kutoa maelekezo haya kama ambavyo yamekuja, kama ambavyo tumeelekezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanzia tarehe 3 mpaka tarehe 6 mwezi wa 7 tutakuwa na kongamano la maombolezo katika kijiji cha Kakobe, wilaya ya Sengerema, mkoa wa Mwanza, ili kufuata maelekezo yaliyotolewa kwa ajili ya kuisimamisha madhabahu ya Bwana, lengo kuitakasa nchi ya Tanzania ili kusudi lake liweze kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia tarehe 3 mwezi wa 7. Kwa hiyo kama ni kuanzia tarehe 3, maana yake tuna siku chache tu za maandalizi. Kuanzia sasa, maana yake kuanzia leo natakiwa leo hii nikachapishe matangazo yale ya kubandika. Natakiwa niwe na nakala kama 1000 au 2000, ili nikakizibandika kuanzia hicho kijiji na kijiji kinachofuata na kijiji kingine.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nilikuwa namuomba Mungu, nilikuwa natamani kuhubiri vijiji 6 kwa wakati mmoja nikiwa eneo moja, na Mungu amenielekeza namna ya kuvifikia kwa wakati huo mmoja nikiwa kwenye eneo moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe unayeomba, anza kuombea hiyo tarehe 6, tarehe 3 mpaka tarehe 6 mwezi wa 7. Kwa hiyo hauko mbali, mwezi wa 7 hauko mbali. Kwa hiyo maandalizi yanaanza leo. Maana yake leo Mungu akinipa neema ya kupata fedha kwenda kutengeneza hizo nakara, hayo mabango ya kubandika, maana yake zile wanayobandika kwenye maukuta, kwenye miti. Nimeenda pale mjini nikaulizia, peperushi kimoja kinatengenezwa shilingi 900 kwa sababu ni kikubwa kidogo, kitakuwa na picha ya mhusika atakayeendesha hilo kongamano na wale ambao watashirikiana pamoja na huyo mhusika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sadaka iliyoagizwa wakati wake sasa umefika. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena hivi, sadaka iliyoagizwa wakati wake wa kuanza kufanya kazi ni sasa. Kwa hiyo wewe uliokuwa umejiandaa kuitoa ukisubiri maelekezo na namna inaanza kutekelezwa ili iende wapi, maana yake kuanzia sasa unaruhusiwa kuitoa. Namba ziko hapo, namba ziko hapo. Lakini pia kama unataka uje ushughulikie mwenyewe, njoo nikupeleke mahali ambapo inapaswa kupita, ili kufikia tarehe 3 tuwe tumeshamaliza kukamilisha kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na gharama itakayogaramika katika mkutano huo ni kama milioni 15 kwa pesa ya Tanzania, lakini kwa dola ni kama dola 5,000. Kwa maana yake inagawika, kumbuka inagawika hii. Jumla ni dola 10,000. Kwa hiyo kwa kule itakuwa ni dola 5,000. Alafu mkoa wa Dar es Salaam itabakia dola 5,000 ili kukamilisha dola 10,000. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunahitaji kwa dola ni dola 5,000 kwa ajili ya hilo kongamano, maana utalishuhudia ukubwa wake na Bwana alivyosema mambo atakayoyatenda kwenye hivyo vijiji kwa ajili ya Tanzania na kwa ajili ya watu walioko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unakaribishwa kufadhili kazi hii, kufadhili kazi hii. Kwa hiyo ni dola 5,000, ni sawasawa, sijajua kwa change ya sasa hivi ya leo sijajua, lakini gharama hata kama isipofikia milioni 15 inakaribia. Kuna kusafirisha vyombo. Maana yake naposema vya kusafirisha, vingine vya kukodi, maana tulivyo navyo havitoshi, kwa sababu ni kongamano kubwa. Jiulize kukusanya vijiji 6, na njia ya kuvikusanya nimepewa na utashuhudia hii. Kuna kusafirisha jukwaa, maana yake kulikodi na kulipeleka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna mambo mengi, kuna matangazo ya redioni, maana kuna redio iko Sengerema mjini pale,
ambayo itatangaza hilo kongamano, kwa sababu huwa inakamata hivyo vijiji vyote vilivyoko kanda ya ziwa, ambako ni Buchosa kwenye jimbo la Shigongo, mnaomfahamu, ndio tutakuwa huko. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia tarehe 3 mpaka tarehe 6 mwezi wa 7, ni siku 4. Zitakuwa siku 4. Kwa hiyo ndani ya hiyo milioni 15 ndio hiyo inatakiwa ichapishe hizo posters za kwenda kubandika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa 900 kwa posters kama 2000, maana yake inatakiwa milioni 1.8. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunahitaji sadaka yako ili nchi isimame. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 7. Samueli wa kwanza sura ya 7. Tumeiona Samueli. Tumeona jinsi Waisraeli walivyoacha kumwandama Mungu. Walivyoacha kumwandama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kilichosababisha ni sanduku, ugomvi uliotokea mpaka nchi ikaingia pabaya. Ni mtu aliyekuwa madhabahuni. Kwa hiyo ugomvi ulianzia madhabahuni. Ule ugomvi ulipoanzia madhabahuni, ule ugomvi wa Mungu na makuhani wake ulienda kuiasiri nchi nzima. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, ni kuonyesha kitu hapa. Samueli wa kwanza sura ya 2, kabla sijarudi hapa. Samueli wa kwanza sura ya 2, ule mstari wa 12 unasema hivi: basi hao wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu, hawakumjali Bwana wala haki ya makuhani iliyokuwa kwa watu wakati huo. Mtu yeyote alipotoa zabihu wakati wowote, ndipo huja mtumishi wa kuhani. Nyama ilipokuwa katika kutokota, naye akawa na uma wa meno 3 mkononi mwake, naye hutia kwa nguvu humo chunguni au birikani au sifuriani au chomboni. Nyama yote iliyoinuliwa kwa huo uma, kuhani huichukua mwenyewe. Ndivyo walivyofanya huko Shilo kwa Waisraeli wote waliokuja huko. Tena kabla ya kuteketeza mafuta, huja mtumishi wa kuhani akamwambia yule mwenye kutoa zabihu, mtolee kuhani nyama ya kuhoka, kwa kuwa hataki kupewa nyama ya kutokoswa, bali nyama mbichi. Tena ikiwa mtu yule amwambia hawakosi, wataichoma moto hayo mafuta kwanza, kisha utoe kadiri roho yako ikupendezavyo. Ndipo usema sivyo, lakini sharti unipe sasa hivi. La, haunipi, basi nitaitwaa kwa nguvu. Hivyo dhambi yao wale vijana ilikuwa kubwa sana machoni pa Bwana, kwa maana hao watu walidharau sadaka ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia ule mstari wa 27. Unasema hivi: kisha
mtu wa Mungu akamwendea Eli akamwambia, Bwana asema hivi, je, mimi sikukudhihirishia nafsi yangu kwa nyumba ya baba yako walipokuwa katika Misri wakiitumikia nyumba ya Farao? Je, sikumchagua yeye katika kabila zote za Israeli ili awe kuhani wangu, apande madhabahuni kwangu na kufukuzia uvumba na kuvaa naivera mbele zangu? Nami sikuwapa watu wa mbali ya baba yako zabihu zote za wana wa Israeli zilizotolewa kwa moto? Kwa nini basi mmeipiga teke zabihu yangu na sadaka zangu nilizoziamuru katika maskani yangu, ukawaheshimu wanao kuliko mimi, mpate kujinenepesha kwa sadaka zote za watu wangu Israeli zilizo njema? 30. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu asema hivi, kwa sababu hiyo Bwana Mungu asema hivi, Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele, lakini sasa Bwana asema, jambo hili liwe mbali nami, kwa maana nitamheshimu nitakayemheshimu. Sasa angalia sura ya 2 ni ugomvi. Kumbuka hawa watu waliokuwa wakitoa sadaka walikuwa hawajui ugomvi ulioko kati ya Mungu na walioko madhabahuni. Tuko sawa sawa? Nasema hivi, sadaka zilipokuwa zikitolewa, ugomvi wa Mungu na kuhani wakati unaendelea, hawa watu walikuwa hawajui. Kwa hiyo Mungu alipoiacha madhabahu, hakuiacha madhabahu, aliacha nchi nzima. Nasema hivi, Mungu alipoiacha madhabahu, hakuiacha madhabahu. Kwa hiyo alipokuwa akitumikiwa madhabahuni, yeye aliifunika nchi nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia ile sura ya 4 Samueli wa kwanza, sura ya 4 mstari wa kwanza unasema hivi, ikawa siku zile Wafilisti walikusanyika ili kupigana na Israeli, nao Waisraeli wakatoka juu ya Wafilisti kwenda vitani, wakatua karibu na Ebenezeri, nao Wafilisti wakatua huko Afeki. Nao Wafilisti wakajipanga juu ya Israeli, na walipopigana na Israeli wakapigwa mbele ya Wafilisti, wakauawa watu wa jeshi lao lililokuwa uwandani, wapata watu 4,000. Sasa angalia, ugomvi ulipotokea madhabahuni, Mungu alipoondoka, maadui wakainuka juu ya nchi. Nasema hivi, ugomvi ulipoinuka, angalia, ulienda kuiasiri nchi. Wafilisti walipoinuka, hawakwenda kupigana na Eli,
walienda kupigana na taifa. Kwa hiyo walipoenda kupigana na taifa, jeshi likainuka kupigana na Wafilisti. Hawakujua Mungu alishaondoka juu ya hekalu la kukutania. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walipoenda kupigana vita, walipigwa Waisraeli, wakafa watu 4,000. Walipokufa watu 4,000, wakajua Mungu hayupo katikati yao. Maana yake sanduku kutokuwepo katikati ya Israeli ni ishara ya Mungu kutokuweko katikati yao. Kwa hiyo wakalifuata sanduku la agano kule Shilo ili lije liwapiganie. Sasa angalia ule mstari wa 3 unasema hivi: hata watu walipofika kambini, wazee wa Israeli wakasema, mbona Bwana ametupiga leo mbele ya Wafilisti? Twendeni tukalilete sanduku la agano la Bwana toka Shilo hata huku, lije kati yetu na kutuokoa. Sasa angalia, katika mikono ya adui zetu. Basi wakatuma watu kwenda Shilo, nao wakalileta toka huko sanduku la agano la Bwana wa majeshi, akaaye juu ya makerubi, na Hofni na Finehasi wana wawili wa Eli walikuwako huko pamoja na sanduku la agano la Mungu. Sasa angalia mstari wa 5. Na sanduku la agano la Bwana lilipoingia kambini, Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu, hata nchi ikavuma. Nao Wafilisti waliposikia mshindo wa zile kelele, walisema, maana yake nini mshindo wa kelele hizi kubwa katika kambi ya Waebrania? Wakatambua ya kuwa sanduku la Bwana limefika kambini. Wafilisti wakaogopa, maana walisema, Mungu ameingia kambini. Angalia, hawakusema sanduku limeingia kambini. Walichosema, Mungu wa Israeli ameingia kambini. Kwa hiyo wanajua Mungu akiingia kambini nini kinatokea. Waisraeli hawakujua kama Mungu alishavurugwa, alishaondoka juu ya nchi, akaondoka na juu ya sanduku. Kwa hiyo wamebaki na sanduku, lakini hawana roho wa Mungu. Nasema hivi, walibaki na sanduku la agano, lakini Mungu hakuweko juu ya sanduku. Lakini cheki, alipovurugwa, amevurugiwa ibadani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukivuruga, cheki kinachotokea. Mungu akiondoka, anaondoka juu ya nchi. Kwa hiyo inaweza yakainuka mambo magumu sana tusipojua kumrudisha kwanza, inaweza katugharimu. Angalia hawa ndugu, iliwagharimu pakubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Angalia ule mstari wa 7 unasema hivi: Wafilisti wakaogopa, maana walisema, Mungu ameingia kambini. Wakasema, ole wetu, kwani halijawahi jambo kama hili tangu hapo. Ole wetu, ni nani atakayetuokoa na mkono wa miungu hawa walio hodari? Hawa ndiyo miungu waliowapiga wa Misri kwa mapigo ya kila namna jangwani. Iweni hodari na kufanya kiume, enyi Wafilisti, msije mkawa watumwa wa Waebrania kama wao walivyokuwa watumwa wenu. Fanyeni kiume mkapigane nao. Sangalia, Wafilisti walipoogopa, hawakusita kuingia vitani. Tuko sawa sawa? Walipoingia vitani, angalia kilichotokea.
wakaenda wakapigana. Waisraeli walikufa wengi kabla ya sanduku kuingia. Yani kabla ya sanduku kuingia walikufa watu 4,000. Baada ya sanduku kuingia walikufa watu 38,000. Ngoja nikuonyeshe, unaweza ukaelewa nini kiliendelea. Angalia, waliokosea ni wengine, halafu Mungu akapiga watu wengine. Angalia inavyosema ule mstari wa 10. Wafilisti wakapigana nao, Israeli wakapigwa, wakakimbia kila mtu hemani mwake. Wakauawa watu wengi sana, maana katika Israeli walianguka watu 30,000 wenye kutumia, wenye kwenda vitani kwa miguu. Kasangalia ule mstari wa 11. Hilo sanduku la Mungu likatwaliwa na Hofini na Finehasi, wale wana wawili wa Eli, wakauawa. Sasa cheki, Waisraeli wakapigwa 30,000. Kabla ya sanduku walikufa watu 4,000. Baada ya sanduku wakafa watu 30,000. Sasa jiulize, kwa nini Mungu alinyamaza katikati ya taifa la Israeli? Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, kwa nini Mungu alinyamaza? Kwa sababu madhabahu haipo. Unasikia ninachokisema? Asangalia ule mstari wa 12 unasema hivi: basi mtu mmoja wa Benjamini akapiga mbio kutoka mle jeshini, akafika Shilo siku ile ile, hali nguo zake zimeraruliwa na mavumbi kichwani mwake. Alipofika, tazama, Eli alikuwa ameketi kitini pake kando ya njia akingojea, maana moyo wake ulitetemeka kwa ajili ya sanduku la Mungu. Moyo wa Eli haukutetemeka kwa ajili ya wanae walioko vitani. Hakutetemeka kwa sababu ya taifa kuingia vitani. Alichotetemeka, sanduku la Bwana limewezaje kuondoka hekaluni? Kwa sababu ulikuwa huwezi kulichukua kirahisi, na lile sanduku lilikuwa lina maelekezo namna ya kulichukua. Kamuulize Daudi. Daudi alilifuata sanduku kimakosa, akalifuata kwa nyumba ya Obedi Mgedini. Alipolifuata kwa Obedi Mwedomu, cheki, alipoenda kulichukua alilichukua kimakosa. Maana yeye alijua kwa kuwa Bwana amemkubalia kutawala na kuingia madhabahuni, akajua kwa Mungu anaweza akamrudisha kirahisi tu juu ya nchi. Cheki, alipokuwa amelibeba kulitoa kule ndani, angalia, wakati wameliweka juu ya wale ng'ombe, na yule ng'ombe mmoja akakungua, maana yake akafungua kutoka kwenye joshi. Yule kijana akaenda kutaka kulishika lile sanduku. Tazama, lile sanduku wakati ananyoosha mkono wake, Bwana akamtandika yule kijana, akafa pale pale. Daudi akaogopa kulirudisha lile sanduku. Nitakusomea hayo maandiko. Angalia, kwa sababu alilirudisha kimakosa, kwa sababu hakuwatafuta Walawi, maana hao ndio walipewa nafasi ya kulirejesha sanduku ili lije juu ya nchi, ili utukufu wa Bwana ulifunike taifa zima, ili tawala
utawala ulioko chini ya hiyo nchi uwe chini ya huo utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, wakati Eli anasubiri, cheki alichokuwa hofu yake. Imewezekanaje sanduku kuondoka kirahisi hapa hekaluni? Kwa nini limeondoka kirahisi? Ni kwa sababu amevuruga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hali ya hewa iliyoingia juu ya nchi si kwa sababu ya Wafilisti waliokuweko juu ya hiyo wakati huo, ni kwa sababu Mungu ameondoka madhabahuni. Kwa hiyo hali ya nchi tunayoiona sasa hivi ni kwa sababu Mungu ameondoka madhabahuni. Ndiyo maana anataka wakati huu tutengeneze kwanza madhabahuni, tumtengeneze madhabahu ili arudi madhabahuni, sanduku la Bwana lirudi. Maana Roho wa Mungu arudi ndani ya waombaji na ndani ya wahubiri na ndani ya mitume na wachungaji, ili utukufu wake aufunike kwenye taifa. Bwana Yesu asifiwe. Angalia ule mstari wa 12, anasema hivi. Ule mstari wa 13, alipofika tazama Eli alikuwa ameketi kitini pake kando na njia akingojea, maana moyo wake ulitetemeka kwa ajili ya sanduku la Mungu. Na yule mtu alipoingia mjini akatoa habari, mji wote ukalia. Kwa nini ulilia? Angalia, mji haukulia kwa sababu ya watu wengi kufa. Mji ulilia kwa sababu sanduku limeondoka. Angalia, sanduku, yani Waisraeli walipigwa na sanduku likatekwa. Yani maana yake wakapigwa na Mungu wao naye akatekwa na wa maadui. Sasa angalia, kwa nini Mungu aliwanyamazia Wafilisti wampeleke kwa Mungu Dagon? Shida madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia ule mstari wa 14. Naye Eli aliposikia kelele za kile kilio akasema, maana yake nini kelele zilizo za kishindo hiki? Yule mtu akafanya haraka akaenda akamwambia Eli. Basi Eli umri wake umepata miaka 98 na macho yake yamepofuka hata hawezi kuona. Yule mtu akamwambia Eli, mimi ndimi niliyetoka jeshini, nami leo hivi nimekimbia toka jeshini. Naye akasema, yalikwendaje mwanangu? Yeye aliyeleta habari akajibu akasema, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, tena watu wengi sana wameuawa, hata na wanao wawili Hofni na Finehasi wamekufa pia, na sanduku la Mungu limetwaliwa. Ikawa alipolitaja sanduku la Mungu, Eli akaanguka kitini pake kwa nyuma kando ya mlango, shingo yake ikavunjika akafa. Angalia, hakufa kuambiwa Hofni na Finehasi wamekufa. Alichokufa ni kuambiwa Mungu ametekwa. Nasema hivi, angalia, kwa sababu Eli aliwaza haijawahi tokea. Imewezekanaje waabudu sanamu kulishika sanduku la agano le juu yake kuna makerubi na Mungu hushuka? Imewezekanaje?
maana yake Mungu ameondoka juu ya nchi. Sasa angalia mke wa Finehasi alichokitamka, maana yake roho wa Mungu aliingia ndani ya yule mwanamke wakati anajifungua. Biblia inasema hivi, tena mkwewe huyo Finehasi alikuwa mjamzito karibu na kuzaa. Basi aliposikia habari ya kutwaliwa sanduku la Mungu, na ya kwamba mkwewe na mumewe wamekufa, akajiinamisha akazaa, maana utungu wake ulimfikiria. Hata alipokuwa katika kuzaa, wale wanawake waliohudhuria karibu naye wakamwambia, usiogope, kwa maana umezaa mtoto mwanamume. Walakini hakujibu wala hakumtazama. Akamuita mtoto Ikabodi, akisema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, kwa sababu sanduku la Mungu limetwaliwa, na kwa sababu ya mkwewe na mumewe. Naam, akasema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, maana sanduku la Mungu limetwaliwa. Angalia, hakusema huo utukufu umeondoka hekaluni. Akasema huo utukufu umeondoka juu ya nchi nzima. Kwa hiyo kitendo cha sanduku kuondoka, utukufu uliliachia taifa zima. Nasema hivi, kitendo cha Mungu kunyamaza ni kitendo cha utukufu wake kuondoka juu ya taifa. Kwa hiyo kama utukufu wake umeondoka juu ya taifa, watu wanaweza wakafanya lolote, watawala wanaweza wakafanya lolote, watu wanaweza wakajiamulisha chochote. Kwa nini? Kwa sababu utukufu wa Bwana ndani yake. Kama utukufu ukiwepo, maana yake hofu ya Bwana itakuweko ndani yake, kwa sababu hofu ya Bwana huambatana na huo utukufu. Kwa hiyo kama utukufu umeondoka, maana yake hofu ya Bwana nayo imeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama hofu ya Bwana imeondoka, yale yanainuka kwa sababu ya utukufu kuondoka. Kwa hiyo huyu mwanamke hakumtazama mtoto, kwa sababu mtoto hakuwa wa maana, ijapokuwa alisikia uchungu. Angalia, kilichomuuma sana ni kusikia sanduku la Bwana limeondolewa. Kwa hiyo akajua kabisa utukufu wa Bwana umeondoka juu ya nchi nzima. Kama utukufu wa Bwana umeondoka, basi kuna tatizo kubwa litatupata. Haleluya. Sasa angalia, walipotembea, cheki kilichotokea. Unaweza ukaelewa kwa nini watu hawakuwa na hofu. Hawakuwa na hofu na Samueli na Mungu. Nasema hivi, angalia ule mstari wa kwanza, Samueli wa kwanza sura ya 8. Inasema hivi, hata Samueli alipokuwa mzee, aliwafanya wanawe wawe waamuzi juu ya Israeli. Na jina la mwanawe mzaliwa wa kwanza aliitwa Yoeli, na jina la wa pili Abia. Walikuwa waamuzi katika Berisheba. Ila wanawe hawakuenda katika njia zake, bali waliziacha ili wapate faida, wakapokea rushwa na kupotosha hukumu. Sasa angalia kilichoinuka, wakapokea rushwa na kupotosha hukumu. Shida nini? Utukufu umeondoka juu ya nchi. Kwa hiyo tukiona rushwa iko, hatuingii kwenye maombi kupambana na rushwa. Tunaingia kwenye maombi kurudisha utukufu madhabahuni.
ili ufunike nchi, rushwa haitakuwepo. Kwa hiyo wakati utukufu umefunika taifa, hakukuweko rushwa. Wakati utukufu umefunika Israeli, hukumu haikupotoshwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu walipoona kuwa rushwa imetawala, hakuna haki, hukumu zimepotoshwa, wakipata shida hukumu inapindishwa, cheki walichokiamua. Wakaamua kutafuta mfalme kwa nguvu yao. Walipomtafuta mfalme kwa nguvu, wakamtafuta kimakosa. Nasema hivi, walipoona kuwa hawapati haki juu ya nchi waliokuwemo, rushwa inatawala, hukumu inapindishwa, wakidai haki haishughulikiwi, chekiangalia, wakainuka kumtaka mfalme mwingine kinyume cha utaratibu kabisa. Na walipomtaka, wakamtaka kimakosa, na walimpata kimakosa, kwa sababu waliamua vibaya. Hawakujua kwamba wanapaswa kutafuta madhabahu ili wamrudisha Bwana, kwa sababu kama wangeuliza, Mungu angewaambia kwamba shida sio walioko juu ya nchi, shida si wale wanaopotosha hukumu, shida si wanaopokea rushwa, shida ni ugomvi umetokea madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia mstari wa 4. Unasema hivi, ndipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja, wakamwendea Samueli huko Rama, wakamwambia, angalia, wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako, basi utufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote. Lakini neno hilo lilikuwa baya machoni pa Samueli waliposema, utupe mfalme atuamue. Naye Samueli akamwomba Bwana. Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalokuambia, kwa maana hawakukukataa wewe, bali wamenikataa mimi, ili nisiwe mfalme juu yao. Angalia madhara yake, angalia madhara yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walipoenda wakaamua kimwili. Nasema hivi, Waisraeli na sisi tunaweza tukajikuta tukaamua kimwili tusipoangalia. Haleluya. Wakati huu Mungu anachotafuta sio kutaka mfalme wa aina fulani anayeonekana kwa macho ya kibinadamu, hataleta haki, bali desturi ya yeye itainuka baadaye. Atawatia tanzi kuliko mfalme yoyote aliyewahi kupita juu ya taifa hili. Nasema hivi, si tunataka mfalme, tutapewa. Lakini cheki Mungu alichomwambia Samueli, waambie watu hawa desturi ya mfalme wanayemtaka, kwa sababu hawakutaka kwangu. Cheki, wakati huu ndio maana Mungu anasema fanyeni hivi ili nilete haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Angalia ule mstari wa 8 unasema hivi, kwa kadiri ya matendo yote walionitendea tokea siku ile nilipowatoa katika Misri hata leo, kwa kuniacha mimi na kwa kuitumikia miungu mingine, ndivyo wanavyokutendea wewe. Basi sasa isikilize sauti yao, walakini uwaonyeshe sana na kuwaonyesha desturi ya mfalme atakayewamiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Walitaka mfalme, hawakutaka desturi ya huyo mfalme.
Kwa nini haki imepindishwa? Kwa nini rushwa imetawala? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Angalia, unaweza kaelewa kitu kilichotokea. Ule mstari wa 11 unasema, akasema, mfalme atakayewamiliki ninyi atakuwa wa desturi hii. Atatoa wana wenu na kuwaweka kwake kwa magari yake na kuwa wapanda farasi kwake, nao watapiga mbio mbele ya magari yake. Naye ataweka kwake kuwa maakida juu ya 1000 na maakida juu ya 50, na wengine atawaweka walime shamba lake na kuvuna mavuno yake, na kuwafanyiza zana za kazi za vita na vyombo vya magari yake. Na binti zenu atatwaa kwa kuwa wafanyaji wa marihamu na wapishi na waokaji. Atatwaa makonde yenu na mashamba yenu ya mizabibu na ya mizeituni na yale yaliyo mazuri sana, ili awape watumishi wake. Naye atawatoza ushuru wa mbegu zenu na mizabibu yenu awape maakida wake na watumishi wake. Atatwaa watumishi wenu na wajakazi wenu na ng'ombe zenu walio wazuri sana na punde zenu, naye atawatia katika kazi zake mwenyewe. Hiyo ndio ilikuwa desturi ya huyo mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama wangemwendea Samueli wakamuuliza Samueli, tuambie kwa nini hali ya nchi imekuwa namna hii, au kwa sababu hatuna mfalme, au kitu gani ambacho tumemtenda Bwana, naye Samueli angewaambia kwamba sababu madhabahu haipo, maana wamemwacha Bwana katika ile madhabahu. Lakini kwa sababu walimwendea kimwili, walitaka mfalme, na Mungu naye akaingilia kati, akamwambia Samueli, isikilize sauti yao, kwa sababu wamejichagulia mfalme, sijawachagulia mimi. Lakini kama ningewachagulia mimi, ningewapa mfalme mwenye desturi ya mbinguni, atakayewaongoza katika mimi na kuzijua njia zangu, nami nitamtawala na kuitawala nchi yao na kustarehesha, nao watapata hukumu. Lakini kwa sababu hawakumtaka mfalme katika Mungu, walimtaka mfalme katika akili, kwa sababu ya mateso na shida na maumivu wanaoyapitia katika nchi. Cheki kilichotokea, wakamtaka mfalme wakampata, lakini tabia na desturi yake ilikuwa nyingine kabisa. Maana yake hawakuona faida ya kumtaka tena mfalme huyo. Maana yake waliingia kwenye maandamano, tungesema kwa siku ya leo kwamba waliingia kwenye maandamano ya kumpinga tena huyo mfalme. Kwa hiyo masaa haya Bwana anachotafuta ni kumrudisha tena kwenye madhabahu katika nchi, ili utukufu wake ulioondoka juu ya nchi yakaonekana haya yanayoonekana leo upate kurudi. Utakaporudi utukufu wa Bwana, kutekwa kwa watu kutapotea. Utakaporudi utukufu wa Bwana, watu kupotea kutaondoka. Utakaporudi utukufu wa Bwana, haki yake itasimama. Utakaporudi utukufu wa Bwana, rushwa itakoma. Utakaporudi utukufu wa Bwana, watakaokalia viti vya hukumu watakuwa wamejaa Roho wa Bwana. Watakaporudi utukufu wa Bwana, majeshi yote yatakuwa chini yake, na Bwana ataitawala nchi na kuiongoza. Kwa hiyo sahi turudini madhabahuni pake, tuyatende yatupasayo, ili utukufu wa Bwana uweze kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, cheki, sijui kama unaelewa, sijui. Mungu tusaidie sana, Mungu tusaidie sana, kwa sababu tumeiacha madhabahu yako. Wafungue watu wako masikio, wafungue watu wako masikio, ili waweze kuelewa kitu gani unakitaka.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia ile Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya 10. Samueli wa kwanza sura ya 10. Samueli wa kwanza sura ya 10, ule mstari wa 17 unasema hivi: basi Samueli akawakusanya watu mbele za Bwana huko Mispa, akawaambia wana wa Israeli, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: naliwatoa Israeli kutoka Misri, nami naliwaokoa ninyi na mikono ya Wafilisti ya Wamisri na ya falme zote zilizowaonea, lakini leo mmemkataa Mungu wenu, naye ndiye awaponyaye katika misiba yenu yote na shida zenu. Nanyi mmemwambia sivyo, lakini weka mfalme juu yetu. Basi sasa hudhurieni mbele za Bwana kwa kabila zenu na kwa elfu zenu. Mstari 20: basi Samueli akawaleta kabila zote za Israeli karibu na kabila ya Benjamini, akawaleta kabila zote za Israeli karibu na kabila ya Benjamini ikatwaliwa. Kisha akaileta kabila ya Benjamini karibu kwa jamaa zao, jamaa ya Wamatiri ikatwaliwa. Maana yake hapa alikuwa anachagua yale makabila. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anachukua yale makabila ili kuyaleta pamoja aweze kuyaongoza. Sasa mimi na hama hapo, narudi ile sura ya 12. Angalia sura ya 12 inasema hivi, ule mstari wa 16. Sura ya 12 Samueli inasema hivi: na sasa simameni mkalione jambo hili kubwa Bwana atakalolitenda mbele ya macho yenu leo. Je, si mavuno ya ngano? Nitamuomba Bwana kwamba apeleke ngurumo na mvua, nanyi mtajua na kuona ya kuwa uovu wenu ni mwingi sana mliomfanya machoni pa Bwana kwa kujitakia mfalme. Basi Samueli akamuomba Bwana, naye Bwana akapeleka ngurumo na mvua siku ile, nao watu wote wakamuogopa Bwana sana, na Samueli pia. Watu wote wakamwambia Samueli, utuombee sisi watumishi wako kwa Bwana Mungu wako, tusije tukafa, maana tumeongeza dhambi zetu zote kwa uovu huu wa kujitakia mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa angalia, wakati hawa watu wamempata mfalme, hakuwasaidia. Unanisikia nachokisema? Nasema hivi, walimtaka mfalme, hakuwasaidia. Kwa hiyo ikabidi Mungu aingie kazini kuwasaidia. Sasa kulikuwa na umaana gani
wa kuandamana kutaka mfalme mwingine ikiwa hana uwezo wa kuwasaidia. Kwa hii kumbe wangeandamana kumtaka Mungu ili awaletee mfalme atakayewasaidia. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo Mungu alipoleta ngurumo katikati ya Wafilisti, cheki kilichotokea. Wafilisti walikimbia. Nilipoanza kukusomea nimekuonyesha Samueli akatoa sadaka. Alipotoa sadaka, angalia kilichotokea. Kilichotokea, Mungu akapiga ngurumo. Maana yake Mungu alimjibu Samueli maombi ya kuwatetea Waisraeli kwa mkono wa Wafilisti. Alimjibu, maana yake hakumjibu Samueli maombi yake kwanza, alijibu sadaka iliyojengewa madhabahu. Ndio maana wakati huu sasa ni wasasa wa kusimamisha sadaka juu ya nchi, ili Bwana aijibu madhabahu na sadaka itakayosimama kwa ajili ya nchi. Atakapoijibu, Bwana ataleta mshindo juu ya nchi nzima. Atakapoleta kishindo, maana yake utukufu wake utarejea juu ya taifa hili. Utakaporejea juu ya taifa, maana yake tutamuona Bwana, na serikali iliyoko itamuona Bwana, na inayotakiwa kuja baadaye nayo itamuona Bwana. Kwa hiyo watatembea chini ya Bwana, lakini wanapaswa kumrudisha Bwana. Sio serikali iliyopo, sio viongozi waliopo, wala si majeshi yaliyoko juu ya nchi, bali walioko madhabahuni, waombaji na waombolezao. Maana ndio wamemvuruga na yeye akaondoka juu ya nchi. Hakuondoka kanisani peke yake, alipoondoka akaiacha na nchi nzima. Kwa hiyo sisi tumepewa nafasi ya kumrudisha tena. Eli alipovuruga hakujua gharama itakayoipata nchi. Alipovuruga madhabahuni, Mungu aliondoka juu ya nchi yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu, ninakushukuru kwa neema hii ambayo umeiachilia siku ya leo. Ninaomba neema hii na neno lako liingie kwa huyu anayelisikia, alipokee, aliamini. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninakuomba Bwana, kwa neema uwajalie wa Tanzania na walioko nje ya Tanzania na wasi wa Tanzania na mataifa mengine yanayonifuatilia kokote waliko, wasiokujua na wakujue, ili Bwana hali ya nchi yao, ili wapate kujua kwamba huu ni wakati wa wewe utukufu wako upate kurejea. Maana unautaka utukufu wako urejee kwa kanisa. Utakaporejea kwa kanisa, miujiza iliyonyamaza itarejea, uponyaji ulionyamaza utarejea. Mungu, katika jina la Yesu, na utukufu na heshima yako itarejea juu ya nchi. Tujalie Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Nitakurudia tena. Amen.